1:1 kwa waraka wa Yakobo 4:1, na ukienda ukasoma Danieli na ukatoka Danieli tena ukasoma kitabu chote tu cha Ufunuo. Kisoma Danieli, yaani kwa hali ulionayo tunayoiona katika ulimwengu, kuna vitabu ambavyo vya kukutia moyo. Hata kama wakati ule wa shida umetokea, ulipokuwa umejifungia ndani, ukashika neno la Mungu, ile neno lilionyesha kwamba uko kanisani unamwomba Mungu na unamlilia Mungu. Lakini kama tatizo limetokea pale na wewe ukaliunga mkono, maana yake hauko pamoja na watu wa Mungu. Ndio maana Musa anafikia wakati anasema, nilipokuwa mtu mzima, kitu cha kwanza nilichokifanya, nilikataa mimi kuitwa mtoto wa muasi. Japo kwa alinilea, lakini nilikataa kuitwa mtoto wa Farao. Nikaona nitakuwa nimejifurahisha tu kwa kitambo. Ni heri sasa nipate shida na mateso nikiwa pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo. Huwa nafurahi sana kuenda kumkumbuka, anasema kwa Waebrania 11, na nifurahisha sana Musa. Waebrania 11 ananikumbusha katika hali tulionayo katika sasa hivi. Anasema hivi, kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Nilikuwa nataka nione habari ya Musa. Musa anavyojifurahisha, anasema ni heri nipate mateso halafu nikiwa na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha tu kwa kitambo. Maana maisha ya sasa ni furaha ya muda, lakini maisha ya Mungu ni maisha ya moja kwa moja, sio ya kitambo tena. Ndio maana Musa anafikia wakati anasema ni heri nipate mateso huku nikiwa na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo tu. Ni Waebrania 11 na mwisho wa kitabu hiki ni mwisho wa 11 mpaka 40, ndipo habari za Musa anazoongea kwamba ni heri apate mateso akiwa pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo tu. Naye anasema kitabu gani? Anasema kitabu cha Waebrania 11:23. Anasema hivi, 11:23, kwa imani wakapita kati ya bahari na Shamu. 23, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri. Hii ndiyo faida ya kuwa pamoja na Mungu. Hii ndiyo faida